Bila shaka mzima wa afya, mtazamaji wa CBM Digital Skills. Karibu katika darasa zuri kabisa la namna ya kutumia Zoom Workplace. Zoom Workplace imekuwa ni application ambayo ikitumika sana kwenye vikao mbalimbali, seminars, mikutano, ibada, kwenye vitu vingi, madarasa pia. Imekuwa ikitumika kwenye vitu vingi sana kuwakutanisha watu ambao wako mbali, wakawa kama wako sehemu moja. Unapotumia Zoom Workplace unaona kila kitu kinachoendelea kwa yule ambaye anaendesha hiyo kikao au hilo darasa. Leo nataka nikupe hints namna ya kuitumia hii Zoom Workplace. Cha kwanza kabisa tutakwenda kuidownload Zoom. Unaweza kuidownload kupitia website yao ya zoom.com. Kama unatumia laptop au kompyuta unaingia www.zoom.com. Utaikuta iko pale, unaidownload. Lakini pia kwa wale ambao wanatumia Android utaikuta Play Store. Ukiingia Play Store pale utaidownload, na kwa wale ambao wanatumia iPhone ukiingia App Store utaikuta. Sasa hapa mimi niko na simu ya Android, kwa hiyo tutakwenda Play Store kwenda kuitafuta Zoom Workplace. Ukifika pale unaisearch Zoom Workplace, iko pale unaisearch, iko hapa tayari. Kwa hiyo kama hujai-install kwenye simu yako utaona inakuambia kwamba download, lakini kwa sababu mimi ninayo hapa ni kuifungua tu. Kwa hiyo kama una download utai-install pale itaingia, lakini kama unayo hapa kama mimi nilivyonayo basi utaifungua. Itafunguka namna hii. Ikifunguka namna hii, Zoom Workplace ina sehemu tatu. Ina sehemu ya kusign in ambayo niko hapa. Sehemu ya kusign in maana yake kama ulikuwa na account tayari, ulishafungua account kwenye Zoom Workplace, utabonyeza hapo kisha utaingiza taarifa zako na itakupeleka moja kwa moja kwenye account yako. Lakini kama ndio mara ya kwanza kuitumia Zoom Workplace, utaingia hapa sehemu ya kusign up, sehemu ambayo sasa utakwenda kutengeneza account yako ambayo utakuwa unaitumia kuendeshea application yako ya Zoom Workplace. Lakini pia kama unahitaji kujoin kwenye kikao moja kwa moja, basi utatumia hii join a meeting. Utaingia moja kwa moja kwenye kikao na kuweka link au ID ambayo umepewa. Sasa ili tuwe na account nzuri ambayo itadumu kuitumia kwenye vipindi vyetu mbalimbali, basi tuna haja ya kuingia hapa sehemu iliyoandikwa sign up ili tutengeneze account. Kwa hiyo tutaingia moja kwa moja hii sehemu iliyoandikwa sign up. Ukiingia hii sehemu ya sign up utaona hii sehemu imeandikwa birth year. Hapo unatakiwa kuingiza mwaka uliozaliwa. Mwaka uliozaliwa, mfano mimi naingiza 1980. Alafu nitabonyeza continue. Basi tukishafika hapo sasa sisi tutaingiza email hapa juu. Tutarudi juu hapa, tutaingiza email ambayo tunataka kuiunganisha. Mfano tunatumia hii email ya CBM Digital Skills @gmail.com. Basi tutabonyeza hapa continue. Continue moja kwa moja itakwambia kwamba kuna code ambazo zimetumwa kwenye email. Kuna kodi zinatakiwa ziingie hapa ambazo zimetumwa kwenye email. Utaenda kwenye email, utakuja utaziingiza hizo kodi hapa, kisha utabonyeza hapa verify. Kwa hiyo tunachokifanya sasa hivi tunakwenda kwenye email kwenda kuangalia hizo kodi ambazo zimetumwa. Kwa hiyo tutakwenda kwenye Gmail hapo, tutaitafuta hiyo account. Tutazikuta hizi hapa kodi tayari zimeshatumwa. Tutazichukua hizi kodi hapa zimeshaandikwa tayari. Tutakuja tutaziingiza hapa 071825. Tukimaliza hapo basi tutabonyeza hapa verify. Itakuwa imeenda namna hiyo. Basi application yako itafunguka namna hii. Ikifunguka namna hii, application yako inakuwa na vitu nne juu. Kuna hii meeting, kuna hii join, kuna hii schedule na kuna share. Meeting ni
sehemu ambayo wewe utaitumia kama unahitaji kuendesha mkutano, kikao au darasa. Yani unahitaji kufanya semina na wenzako, mazungumzo. Yes, tutumie neno mazungumzo. Unahitaji kufanya mazungumzo na wenzako, basi utatumia meeting. Meeting ndio sehemu ambayo ukigusa itakuambia kwamba start meeting, yani anza mkutano au anza mazungumzo na wenzako. Hapa kuna vitu viwili, kuna video on. Video lazima iwe on ili watu waweze kuona kile ambacho wewe unakifanya, lakini pia kuna use personal meeting ID. Hii ni ID ambayo utakuwa unaitumia kila kikao unapotaka kufanya. Kwa hiyo wale ambao unataka kuwashirikisha waje kwenye kikao, utawatumia hii ID, na wao wanapoingia basi watatakiwa kujaza hii ID moja kwa moja kwenye akaunti zao ili waweze kuingia kwenye kikao. Kwa hiyo hapo unatakiwa kupawasha pawe on, lakini ukipazima maana yake una uwezo wa kuwa unatengeneza ID mpya kila kikao. Baada ya hapo sasa utairuhusu hapa start meeting. Itafunguka sasa, hapo itakuruhusu moja kwa moja kuingia kwenye ukurasa wa video na kuanza kufanya vikao vyako. Hapa nilikuwa nazungumzia hichi kitufe cha meeting. Sasa tuzungumzie hiki kitufe cha join. Kitufe cha join kinakuhusu wewe ambaye unaalikwa. Mfano mimi nimefungua hiyo video, nimefungua darasa, nahitaji kufanya kikao. Nitabonyeza, nitakupa link, nitakupa hizo ID ambazo nimezionyesha hapo mwanzo. Nitakupa hizi ID hapa. Hizi ID hapa nikikupa wewe ambaye nimekualika, utakuja hapa kwenye join. Ukija kwenye join hapo, ukifungua hiyo join itafunguka, itakuomba uingize ID. Zile ID nilizokupa unatakiwa kuziingiza hapa. Utaziingiza hapo. Ukishaziingiza hapo, baada ya kumaliza utaona inakuandikia hapa join. Kwa hiyo ukigusa moja kwa moja neno join ambalo litakuwa ni la blue, tayari itakuleta moja kwa moja darasani au kwenye kikao ambapo wenzio wapo. Lakini hapa chini kuna sehemu inasema don't connect to audio. Kama unataka uingie kimya bila kusikika, yani wewe ni msikilizaji tu, basi unatakiwa uiwashe hapa iwe on ili uweze kuingia kimya. Don't connect to audio. Hapa hauta connect audio, lakini ukiacha hivi maana yake audio yako itakuwa on, watakuwa wanakusikia kule. Kama unataka wasikusikie, basi utazima hapa audio yako. Lakini ukishaingia ndani pia kule kuna option ya kuzima audio chini kama nilivyoelekeza mara ya kwanza pale juu. Lakini pia kama unataka uingie usionekane sura yako, labda unataka video yako ionekane tu nyeusi pale juu kwamba kuna mtu yupo lakini uonekani, basi utawasha hapa turn off my video. Utakuwa ume turn off video yako, hakuna mtu anaweza kukuona. Hiyo ni namna ya kujiunga na kufuatilia mkutano. Hapa kuna schedule, kuna kitu kimeandikwa schedule hapa. Hii schedule ni ratiba ambayo unaweza ukapanga, labda unataka kufanya event, unataka kufanya mkutano na watu. Sasa ili usisahau siku hiyo ikifika, basi ukumbuke moja kwa moja kwamba una mkutano na watu, basi utafungua hapo na kupangilia event yako. Mfano sisi tuna event tarehe 14. Kwa hiyo tutakuja tarehe 14 hapa, tutaiset muda, tunafanya kuanzia saa 2. Tutafanya saa 2, tutakwenda saa 2 na dakika 40, kwa sababu tuna version ya bure ambayo haituruhusu kuzidi muda huo. Lakini tukilipia basi tutakuwa na version ambayo itaturuhusu kwenda muda mrefu zaidi. Kwa hiyo tutaseti hapo time zone, utaitafuta Nairobi. Ukipata Nairobi basi unaichagua Nairobi. Kama unataka ijirudie repeat, kama unataka iwe inajirudia utachagua hapo, lakini sisi haijirudii kwa sababu ni ya mara moja tu. Invitees unaachana na hapo sababu hakuna watu. Use personal meeting ID. Kama unahitaji kutumia zile ID kule kwenye akaunti yako bila kuzibadilisha, basi uta turn on hapa. ID utakayotumia ni moja tu. Basi
Mengine huko ni mambo ya kawaida, tunaachana nayo. Basi baada ya hapo utapiga done huku juu kulia mwa screen yako. Ikimaliza hapo itafunguka hivi. Itakwambia kama unahitaji kushare basi utashare hapa, utawapa watu link. Ukigusa hapa utaiona link ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo ukimshirikisha mtu hii link, mtu akigusa link hii hana haja tena ya kuingiza kodi pale kwenye sehemu ya kujoin. Yeye akigusa link ataingia moja kwa moja kwenye kikao bila kuingiza kodi. Kwa hiyo kuna tofauti ya kumtumia kodi na link. Ukimtumia link namna hii anaingia moja kwa moja kwenye kikao. Lakini ukimtumia tu kodi hizi atatakiwa kuziingiza hizi kodi sehemu ya kuingiza kodi kwenye join ili awe na ruhusa ya kuingia kwenye kikao. Kwa hiyo baada ya hapo utaona meeting tayari imeshajitengeneza hapa. Kuna kitufe cha kushare hapa, hii ni kwa ajili ya kushare linki ambayo unataka wengine wajoin darasani. Hapa juu kuna vidoti vitatu. Ukifungua hapo kwenye vidoti vitatu hapo utakutana na meet with personal ID. Ukifungua hapo utaona inakwambia start meeting, kuna send invitation na edit meeting. Hapa kwenye send invitation ukigusa hapo kuna link ambayo unaweza kumtumia mtu akaingia moja kwa moja kwenye live yenu. Lakini pia kuna hiyo ambayo ni QR. Mfano mtu amekutumia tu QR code, hajakutumia namba au link. Utaskani hapo, utairuhusu device yako itaskani zile QR code. Kisha skani zile QR moja kwa moja inakupeleka kwenye hiyo meeting bila kukuingiza kodi wala bila kugusa link. Kwa hiyo ukija kukutana na QR code usishangae sana. Wewe cha kufanya ingia moja kwa moja kwenye hivyo vidoti vitatu, alafu kisha skani hiyo QR code itakupeleka moja kwa moja darasani. Hapa juu kumeandikwa home, alafu kuna JS. Hii ni account yako sasa, unaweza kaifanyia maboresho kama unahitaji. Utaigusa hapo, ukigusa hapo kuna jina, kuna email, utaangalia wewe namna ya kuibadilisha. Unaweza kubadilisha picha na nini, vitu vingi unaweza kufanya hapo. Status, unaweza kaandika status, work location utaandika hapo. Kwenye setting pia utaongeza vitu vingine vingi ambavyo vinahusiana na account yako kama utahitaji kuibadilisha. Lakini kuna kusign out, kama unahitaji kutoka una sign out, au una switch account. Kama una account nyingine unabadilisha, basi unaingia kwenye account nyingine. Hiyo ndio Zoom Workplace kwa kifupi kabisa na kwa rahisi zaidi. Ni rahisi mno kuitumia, ni rahisi sana kuitumia. Zingatia wewe kama ndio umealikwa. Kama umealikwa basi, kama umepewa namba, hizo namba utakuja kuziingiza sehemu iliyoandikwa join hapa. Utagusa hapo, utaziingiza hizo namba kwenye sehemu ya meeting ID. Lakini kama umepewa link, ukigusa hiyo link moja kwa moja itakupeleka kwenye kikao bila wewe kuingiza hizo namba. Lakini kama umepewa QR code, utagusa huku juu kwenye vidoti, kisha utagusa scan QR code, itakuskania na kukupeleka moja kwa moja kwenye kikao. Pia kama wewe unaalika watu, wewe ndio unafungua kikao na unataka kualika watu, basi ukigusa hii meeting, ukigusa hiyo meeting itafunguka na itakupa code ambazo utawapa watu. Hizi kodi utawapa watu ambao unataka wahudhurie kwenye kikao chako. Ukiwapa hizi watu kodi, basi watakuwa wanakuja wanaingiza ili wahusike kwenye kikao ambacho wewe umeshakiandaa. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia na ni rahisi sana. Kama kuna maswali, basi unaweza kaacha kwenye comment hapo, uliza swali utajibiwa, au nitumie ujumbe kupitia WhatsApp 0766591113. Haya ni matumizi rahisi kabisa na ya haraka ya kuitumia Zoom Workplace kwa ajili ya vikao na mambo mengine. Zingatia sana. Usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, lakini pia turn on notification ili tunapoweka tu video yoyote uwe ni mtu wa kwanza kuipata, kuiona
kuisikiliza na kuitazama.